Kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha Sayari ya Soka ni Freedom Studio. Mambo vipi? Naomba utufuatilie. Leo nipo na mchambuzi mahiri sana wa soka, kwa majina anaitwa Mr. Samuel Kakila. Na leo mezani tutaenda kuzungumzia masuala makubwa matatu. La kwanza likiwa ni kuhusu mechi za UEFA Champions League, ambayo mechi ya jana ilikuwepo kati ya Barcelona na Inter. Leo itakuwepo mechi kati ya PSG na Arsenal. So Mr. Kakila, naomba ukaribie kwenye microphone hapa tuweze kuanza uchambuzi wetu kuhusu UEFA Champions League. Ya jana kulikuwa kuna mashindano ya UEFA Champions. Mechi zikiendelea kwenye mashindano hayo na ilikuwa zinalindima. Mechi ya kwanza ya nusu finali, mechi ya pili ya nusu finali kati ya Inter Milan na Barcelona. Yes. Mechi ilichezwa Italy. Inter Milan wakiwa wenyeji. Walishinda goli 4-3 dhidi ya Barcelona. Mchezo ulikuwa mzuri lakini ulikuwa mkali na ulikuwa mgumu. Na Inter Milan kama walivyofanya mwanzo ndicho walichokirudia katika mechi ya kwanza. Mechi ilikuwa tafu, ilikuwa mechi dume. Na walikirudia kile walichokifanya katika mechi ya kwanza wakiwa ugenini. Okay. Na bado matarajio ya baadhi yalikuwa kwamba huenda Barcelona angeweza kuonyesha umahiri, yes, na kufanya makubwa kwa siku ya jana. Pengine Barcelona angeweza kushinda game. Lakini haikuwa hivyo. Inter Milan walionyesha maturity kwa mavu hali ya juu sana. Vijana nilikuwa kwenye kibanda umiza wanasema wale ni wazee wanachuana na vijana. Lakini wazee walishinda vita. Walishinda dhidi ya vijana. Dhidi ya vijana wa Barcelona. Sasa ninachokiona ni kocha wa Inter Milan, Simone Inzaghi, kwa mara nyingine tena alichanga karata zake vizuri dhidi ya mbinu za Hans Flick, kocha wa Barcelona. Okay. Na hilo ndilo ambalo lilichagiza sana ushindi wa Inter Milan kwa siku ya jana. Mr. Kakila, nakumbuka kwenye kipindi cha kwanza cha sayari yetu ulichambua vizuri timu nzima ya Barcelona. Na nakumbuka ulisema kuna kitu kimoja kinaitwa collective responsibility, na ukagusia backline ya Barcelona kwamba inavuja sana. Tumeona ulichokiongea, matokeo yake jana tumeyaona. Unazungumziaje kuhusu swala hilo? Swala hilo kimsingi sijui benchi la ufundi la Hans Flick na wenzake kwenye timu ya Barcelona kama wanaliona, na kama wanaliona ni nini wanafikiri kufanya. Labda kuongeza wachezaji kwa sababu pia msimu unaenda kuisha, sijui. Lakini kwangu mimi naona hawana mbinu isipokuwa kwanza, unajua ukitaka kutatua tatizo lolote lazima ujue kwamba hilo tatizo lipo. Yes. Na uanze sasa kuweka mipango ya kulitatua. Mimi ninachotamani kuona ni Barcelona wanalitatua, kwa sababu hawana namna. Watafanya vizuri pia kwa msimu ujao sawa na ahadi ya Kinda Lamine Yamal. Baada ya game aliposti posti yake ikielezea mchezo ulivyokuwa na matumaini yao yalivyokuwa na jinsi ambavyo yameyeyuka, lakini akawapa matumaini mashabiki zake kwamba wasiwe na wasiwasi, msimu ujao upo, wanaweza kufanya vizuri. Lakini hawataweza kufanya vizuri ikiwa hawatakuwa na mipango ya kuweka sawa kwenye eneo lao la mfumo wa ulinzi. Na hilo ndio mpango mmoja ambao mimi nafikiri utekeleze haraka, kwa sababu nimeona kipa hakufanya vizuri. Of course hakuwa kwenye kiwango chake vizuri, lakini siku ya jana hakuweza kufanya vizuri kabisa. Backline ilikuwa inakatika kama tulivyokuwa tunasema mwanzo. Kwa hiyo wanatakiwa kufanya kazi ya ziada. Jana wakati naicheki ile mechi bwana, niliukumbuka ule msemo wa Sir Alex Ferguson. Anasema kwamba ukiwa na ulinzi mzuri kwenye timu
utakupa makombe. Yes, ukiwa na ushambuliaji mzuri utakupa magoli, lakini ulinzi mzuri wa timu yako utakupa makombe. Ni sahihi kabisa. Nadhani jana imemgharimu. Yes. Na imedhihirika sana. Okay, na vipi kuhusu mechi ya leo, unaizungumziaje? Mechi ya leo ni kati ya PSG anacheza na Arsenal washika bunduki ya Faransa anacheza na Arsenal ya Uingereza. Kimsingi ni mechi ya pili. Mechi ya kwanza walicheza, lakini Arsenal alipokea kichapo cha goli moja kwa bila. Yupo nyumbani kutoka kwa PSG. Leo yuko ugenini. Akiwa nyumbani PSG wali outshine. Sasa leo yeye yuko ugenini. Anakaribishwa na PSG ambaye atakuwa nyumbani. Mechi ni ngumu kwa sababu Arsenal kwa kipindi cha siku za karibuni amekuwa akicheza mpira mzuri, ila ana tatizo kwenye eneo la ushambuliaji. Kwenye striking force kuna shida, hawafungi magoli. Atakutana na ukuta mgumu sana wa PSG leo. PSG ana ukuta mgumu. Nimeangalia mwendelezo wa mechi zake kadhaa kwenye UEFA Champions, ingawa pia hata kwenye ligi kuu, lakini ana kibarua Arsenal kwa sababu PSG anacheza mpira mgumu kwenye UEFA Champions. Anacheza mpira mgumu sana kwa sababu hapitiki kirahisi. Kwa hiyo hupati clear chances za kuweza kutengeneza mabao kwenye ukuta wake. Afungi, lakini naona na yeye afungi. Ana tatizo la kufunga. Ukimbana na yeye, kwa mechi itakuwa ngumu, na nategemea atakayeshinda atashinda kwa tofauti ndogo sana ya magoli, na sitarajii sana kama kutakuwa kuna magoli mengi leo. Okay. Ndio. Na vipi wewe, karata yako unaona nani anaenda kubeba kombe hili la UEFA? Of course. Inter amekusha kutangulia finali. Na PSG anacheza na Arsenal leo. Ninafikiri PSG atapita kwa jinsi ninavyodhani, lakini kwenye finali ninampa zaidi karata yangu Inter Milan. Okay. Yes. Wacha tuone utabiri wako. Tusubirie. Then ukikamilika, wanajukwaa ambao watu wanaotufuatilia kupitia jukwaa hili ama kipindi hichi cha Sayari ya Soka wataona kwamba uliweza kutabiri kwa uhakika zaidi. Then bila kupoteza muda, nadhani turudi kwenye ile taarifa yetu kwa Tanzania kuhusu bodi ya ligi na dabi. Hii nadhani utakuwa na taarifa nyingi kuhusu hili jambo. Mimi sijui, yamkini wewe unajua zaidi. Kwa kiasi tulifuatilia jana tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 alfajiri ya saa 11 bodi ya ligi waliweka taarifa mtandaoni wakijulisha umma wa Tanzania ratiba ya mchezo namba 184 ambao uliahirishwa mwanzo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba Sports Club na Yanga. Na kimsingi Yanga ndio wenyeji wa mchezo. Kwa hiyo taarifa ya bodi ya ligi ilikuwa ni hiyo. Kwa hiyo kilichofuata baada ya hapo ni uchambuzi wa taarifa pamoja na mijadala kwenye maeneo mbalimbali ya nchi, ndani na nje ya nchi ya Tanzania, na kwenye media houses mbalimbali kuhusiana na jambo hilo. Mimi nitagusia kidogo nini watu wanajadili. Alafu nafikiri tutaendelea kuona baadaye mambo yatakavyokwenda. Okay. Yes. Nimeona wachambuzi wengi na watu wengi bado wanailaumu bodi kwamba kulikuwa kuna malalamiko ambayo wangeyashughulikia kwanza kabla ya kutoa ratiba. Ndicho nilichokiona. Na wengi wanasema kwamba wakati wanaahirisha
waliahidi kwamba kutakuwa na uchunguzi pia. Kwamba wanaahirisha ule mchezo, watafanya uchunguzi afu baadaye watakama na taarifa. Of course hii kitu mimi bado inanichanganya na of course bado kwa upande wa Yanga. Viongozi na mashabiki wengi wanasema bodi haitendi haki dhidi yao. Hivyo hawatashiriki dabi. Swali la msingi. Dabi ndo ina changamoto peke yake? Kama dabi ndo ina changamoto peke yake, mbona mechi nyingine za ligi bado wanazicheza bila changamoto yoyote? Na hawalalamiki? Sasa wakati tunakuja kulijibu hilo, nilikuwa kwenye flow ya kuelezea nini ambacho wanakisema, na nimekisikia hata leo bungeni kinaelezwa na baadhi ya wabunge kwamba wengi bado wanaitupia bodi ya ligi lawama. Yes. Kwa maana ya kwamba mzigo na lawama haziendi zaidi kwa Simba, haziendi zaidi kwa Yanga. Lakini wengi bado wanafikiri bodi ya ligi kuna shida. Na bodi ya ligi wanadhani kuna shida ambayo inatakiwa kufanyiwa kazi. La sivyo kuna mambo hayataenda mbele hata kama hiyo dabi itachezwa. Dabi inaweza ikachezwa tarehe 15, waambie watazamaji kwamba ni tarehe 15, tarehe iliyotangazwa na bodi ya ligi ya mwezi Juni mwaka 2025. Hiyo dabi imepangwa kuchezwa na bodi ya ligi. Sasa mimi nilivyowaelewa wachambuzi wengi na ambavyo hata maoni yangu nitayasema mwishoni, inaweza ikachezwa dabi bila shida, lakini wanahisi wachambuzi wengi na watu wengi wanaofuatilia kwa umakini kwamba bado kutakuwa kuna shida katika siku za usoni, kwa sababu kutakuwa kuna mambo ambayo hayajafanywa kazi ila yanafunikwa. Ndicho kitu ambacho wengi naona wanahofu. Kwa hiyo reforms. Yes. Kwamba Simba sio tatizo, Yanga sio tatizo. Au Simba anaweza kuwa tatizo, Yanga anaweza kuwa tatizo, lakini bodi ya ligi ni tatizo zaidi. Na bodi ya ligi kuna kitu wanahitaji kukifanya. Mimi binafsi maoni yangu ni kwamba taasisi yoyote kuna wakati inaweza ikafika mahala ikapata changamoto, lakini changamoto itakazozipata ni kwa ajili ya kuisaidia kukua zaidi. Na wataalamu wa mambo wanasema if you want to be wise or if you want to be a star, accept challenges. Na tafsiri yake ni kwamba kama unataka kuwa nyota, kama unataka kufanya vizuri, kama unataka kukua, kubali changamoto ambazo unakutana nazo zitakusaidia kukua zaidi. Mimi nadhani bodi ya ligi inapita kwenye hizo changamoto ambazo inahitaji wenyewe kufungua masikio na kuziangalia. Sio bodi ya ligi tu, hata TFF wafike mahali wafungue masikio na waelewe kwamba Watanzania wanaongea nini. Tatizo linaweza leo likawa limetokezea kwenye upande wa Simba na Yanga, lakini kesho hujui litakuja kwa mlango gani. Kwa hiyo vyovyote vile wafungue kwanza masikio, waelewe kwamba wamekosea wapi kwenye hili, kae chini na waone kama inawezekana kurekebisha. Wachambuzi baadhi nimewasikia na nafikiri naungana mkono nao kwamba taarifa za awali wakati wanaahirisha walisema wanaahirisha kwa sababu wanataka kufanya pia uchunguzi. Moja hapo kati ya sababu za kuahirisha ni pamoja na kwamba wanataka kufanya uchunguzi fulani. Na sasa matarajio ya wengi yalikuwa kwamba kama wanafanya uchunguzi watakuja na taarifa ya uchunguzi wao, taarifa kamili. Kabla ya taarifa ya uchunguzi wamekuja na tarehe ya dabi. Kabla ya taarifa ya uchunguzi wao na kutueleza kwamba labda waliahirisha kwa sababu hii na walioyaona ni haya, na kwa hiyo wamechukua hatua hizi ikiwa ni pamoja na kupanga dabi. Mimi nafikiri ilikuwa ni eneo zuri sana. Lakini wao wamekuja moja kwa moja na dabi kimya. Nika taarifa yao alfajiri saa 11 ili watu waweze kuamka na taarifa nzuri. Kabla hata hawajapiga mswaki wakutana na taarifa ya tarehe ya dabi. This is sasa. Ninafikiri tukubaliane kama Watanzania
chombo chetu cha mpira TFF. Yeye aliyeko kama rais pamoja na watu wake wote, lakini na bodi ya ligi tukiungana mkono tu wote, timu zote, iwe Yanga uwe Simba uwe timu yoyote, nadhani TFF wanahitaji kufanya marekebisho, lakini bodi ya ligi wanahitaji kufanya marekebisho, na nimesikia hata bungeni, sijafuatilia sana na ninahitaji kukaa chini kufuatilia kidogo kwa sababu sikuwa na muda. Nimesikia baadhi ya wabunge na wao nao niliona walikuwa wanazungumza kishabiki, maana baada ya leo pale bungeni Rais Karia alialikwa, lakini pia hata Engineer Harris kama sikosea alikuwepo. Basi muda ule wakati wanawatambulisha wabunge, waheshimiwa wabunge walikuwa wanapiga makofi kama kawaida kwa ajili ya heshima. Sasa wakati amesimama wabunge wachache ambao kwa mawazo yangu si wote, nadhani ni upande wa wanayanga, sauti zilikuwa zinasikika, hatuchezi. Okay, sasa nitajikita zaidi kwenye michango yao. Walisimama kutoa michango, wabunge baadhi ndio wameonekana kuishtumu bodi ya ligi. Mimi nafikiri kuna haja ya bodi ya ligi kweli, kwa mtazamo wa kwangu, kufungua masikio na kujaribu kusikiliza, kwa sababu leo hii tunaweza tukalifunika hilo likapita, watu wakacheza na matokeo yoyote yatakayopatikana, lakini mchezo utakuwa umechezwa. Ila kesho na kesho kutwa kuna nini kinachokuja? Kwa hiyo mimi mchango wangu nadhani ulikuwa ni huo kwa kuhusu labda kwa kumalizia, mimi nikifuatilia maendeleo ya soka la Tanzania kwa uongozi wa Mr. Karia, naona umepiga hatua kubwa sana. Kwanza ndo kipindi ambacho timu za Tanzania Simba na Yanga zimeweza kufika ngazi za juu kabisa za michuano ya kimataifa. Nazungumzia CAF Confederation Cup 2022-23, Yanga akifika finali. Leo tunavyoongea Simba yuko finali. Timu za taifa zimeshiriki chani mara nyingi, zimeshiriki Cup of Nations ya Africa mara nyingi zaidi kuliko kipindi chochote. Hata timu za under 20, under 17 zote zimefanya vizuri. So kama ulivyozungumza kuhusu changamoto, mimi nadhani ni ndogo za kufanyia kazi, lakini uongozi uliopo kwa namna moja ama nyingine umepush soka la Tanzania limeenda juu na limesikika kwa umma wa Afrika nzima na dunia kwa ujumla. By the way, kwa upande mmoja au mwingine, vitu vingine unajua kuna wakati vikiwa kuna wakati ukifika vinafanyika tu automatically. Ndio. Lakini kwangu mimi bado nina kama angekuwa Rais Karia ananisikiliza, anahitaji kukaa chini. Na mimi kwa sababu ninajaribu kuangalia mafanikio ya Yanga na Simba yanatokana na watu wanaozishika mkono. Kuna watu wana invest. Lakini imetokea katika zama hizi, zama zile mbona haikuwepo? Mwaka 93 Simba ilifika CAF Champions. Kwa maana ya kombe la CAF. Ndio. Hakuwepo. Kwa hiyo kuna wakati timu ya taifa ilishiriki AFCON, hakuwepo. Kwa hiyo kuna mambo, of course tumechelewa sisi. Hata leo tunazungumza hatujawahi kushiriki hata kombe la dunia hata siku moja. Sio kwamba tumefika, yani kwamba bado tunaitafuta nafasi. Difference inaonekana wakati ule na wakati, lakini tuko nyuma. Tunazungumza Kongo imeshawahi kushiriki kombe la dunia. Of course kwa nchi za Afrika Mashariki hakuna timu ambayo imeshashiriki, lakini Kongo imeshawahi kushiriki, ambayo sasa imejiunga na yenyewe Afrika Mashariki tayari ipo. Kwa hiyo kwangu mimi kwa mtazamo bado tuko nyuma. Halafu mambo ya ndani yanaweza kuwa mabaya zaidi katika kuchagiza soka kurudi nyuma kuliko mambo hata hayo ya kwenda kimataifa. Kwa sababu wakati mambo haya ya ndani yatakapokuwa hayaponi, mgogoro wake hauponi, maana yake mgogoro utanyonya nguvu zote za jitihada zote zinazofanyika kutuwezesha kupaa kimataifa. Basi nikushukuru, naona umelichambua vizuri zaidi.
na swala la taarifa ya bodi ya ligi. Ndio. Then sasa hivi tuangalie mechi ya kesho ya Simba against Pamba. Kesho kuna mechi nyingine. Mnyama Simba atakuwa anaingia uwanjani kwa haraka uwanja wa KMC. Na atakuwa anacheza na Pamba Jiji. Mechi kwangu naiona kama mechi ambayo si ngumu. Kwa nini? Si ngumu, ni nyepesi kwa sababu naangalia uzito wa Simba, naangalia uzito wa Pamba. Okay. Naona uzito wa Simba umeshaielemea Pamba tayari. Even before mechi haijachezwa kwenye makaratasi. Ukiangalia quality ya Pamba siwezi kuilinganisha na quality ya Simba. Okay. Simba ana quality nzuri zaidi. Na nafikiri sio quality tu, anakuwa na ile motivation ya mafanikio ambayo amekuwa nayo kwa kipindi cha karibuni, lakini pia anakuwa na mipango kwamba anahitaji kusecure kila point ambayo iko mbele yake ili na yeye ajiweke kwenye nafasi nzuri ya kutoa ubingwa if possible. Aweze kutoa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile naamini anacheza nyumbani uwanja wa KMC. Kwa hiyo naamini amepanga kushinda. Yes. Naamini atacheza vizuri, lakini pia upinzani wake sio upinzani wa kumfanya ashindwe kupata point. Lakini kwa siku za karibuni ni kama timu nyingi za ligi kuu zikicheza na Simba, mechi inakuwa na intensity kubwa kuliko matarajio ya wengi. By the way, ninafikiri ni kwa baadhi ya hizi mechi. Kila tulitarajia mechi ya Mashujaa itakuwa ngumu. Tulitarajia mechi ya JKT itakuwa ngumu. Lakini we expect mechi ya Pamba, mechi ya KMC, ni viporo ambavyo anavimalizia Simba Sports Club havitakuwa vigumu kwake. Okay. Yeah. So far naona mambo yako vizuri. Ndio. Twende tukaiangalia mechi ya UEFA. Ndio. Na tuisubirie mechi ya kesho. Sawa sawa. Basi nikushukuru mpenzi mfuatiliaji, usisite kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, like na share, lakini pia usisahau kucomment. Hii ni Sayari ya Soka kutoka Freedom.